Kabisa. Shabiki wa Yanga ndani ya uzi wa Taifa Stars. Ya, salamu. Nini ambacho kimekufanya uje kutazama mchezo wa watani wenu? Nimekuja kutazama mchezo kwa sababu mimi ni mtu wa mpira, kwa hiyo nimekuja kuangalia timu zote mbili, Nsingizini na Simba Sport Club. Nione nani ambaye ana qualify katika hatua ya makundi baada ya timu yangu ya Yanga Africa jana kufanikiwa ku qualify. Okay. Nini ambacho kiliwasaidia ama kuwabeba sana jana ku qualify? Tunaona watu wengi wakizungumza kuwa mlibeba. Hili wewe unalizungumziaje kama shabiki wa Yanga? Jana kitu kikubwa ambacho naweza kusema kilitusaidia sisi kama wananchi, kitu kikubwa namba moja ni mashabiki wetu. Mashabiki jana walikuwa pamoja na wachezaji. Wachezaji naweza kusema nao walikuwa na morali, waliamua kujitoa kwa ajili ya ile game. Viongozi nao waliamua kujitoa kwa 100% sana. Kwa hiyo naupongeza sana uongozi wa Yanga Africa. Kwa uongozi wa Engineers umefanya vizuri sana, umechangia 100% nyingi sana kwenye game ya jana kutusaidia sisi kufuzu katika hatua ya makundi. Okay. Tayari timu 3 zimesha qualify kwenye hatua za makundi michuano ya kimataifa hapa Tanzania. Nazungumzia Azam, Singida pamoja na Yanga tayari. Leo watani wenu pamoja na kwamba wana faida ya magoli 3. Unaona wakikamilisha ile historia kuingiza timu 4 kwenye hatua ya makundi michuano ya kimataifa? Kwa siku ya leo naweza kuona wana uwezo wa kukamilisha kwa sababu wanaenda kucheza na timu ambayo ni underdog. Timu ambayo kwenye michuano ya kimataifa haijawahi kuwa na quality wala na historia yoyote kwenye hii michuano. Kwa hiyo nawaona kabisa wana uwezo wa kufuzu kwenye hii hatua hii. Okay. Yanatokeaga wanasema mpira unabadilika sana. Mpira unabadilika lakini sio kwa hawa underdog waliokutana nao wanaitwa Nsingizini. Kwa hiyo nawaona kabisa qualify, ila hatua zinazofuata sasa ndio wanaenda kukutana na watu wenye experience nzuri kwenye hatua hizi. Kwa hiyo Nsingizini mimi nawaona Simba Sport wameenda kabisa hatua makundi bila shaka. Kwa nini wewe shabiki wa Yanga nakuona ndo wa kwanza kuwaombea mema? Wengi wamekuwa mkiombeana mabaya, Simba wakisema Yanga wasiqualify, tayari wamequalify. Lazima wa qualify. Ndio nimekwambia Nsingizini ni underdog. Kwa hiyo wamekutana na underdog mwenzao. Kwa hiyo underdog kwa underdog wamekutana. Sema wamekutana Boka na Bakari. Lakini Bakari alimzidi mwenzake, najua leo tena Boka anaweza kamoteotea mwenzake akapata hata sare. Au sio? Mwanangu. Anyway, unakionaje kikosi cha Simba? Unakifahamu wachezaji ambao wanaenda? Ni mtu ambaye pia unafahamu mpira. Zungumza kwa uchache kuhusiana na kikosi cha Simba ambacho kinakwenda kuwakabili hawa Nsingizini. Kikosi cha Simba naweza kusema kikosi chao bado kina mapungufu mengine kidogo, bado yanaonekana kabisa timu yao kiukweli bado haijaungana kwa 100%. Ila Amina Ali anatumia nguvu kuwadanganya watu kuwa kikosi chao kipo salama, timu yao iko vizuri, wana kikosi kizuri, lakini nasema Simba bado timu yao wanaitengeneza. Bado hawajafikia level ambazo sisi magiant wa Afrika, Yanga Afrika tupo. Yaani wao bado wanatakiwa wajifunze kwetu sisi kama alivyofanya Azam kujifunza sisi kwetu, ndio maana ameenda hatua inayofuata. Kwa hiyo na wao pia najua wamejifunza kwetu jana namna gani wa jamaa wanatumia hizi mbinu mpaka wamevuka. Kwa hiyo wao wanajifunza kwetu. Kwa hiyo hawa underdog wa hapa kwetu ndani Tanzania na underdog Nsingizini hapa anacheza na Simba Sport Club, wote wanajifunza kwetu. Hata Silver Strikers jana wamefurahia kuja kujifunza kwetu. Wewe unacheza na Pacome Zouzoua ambaye anacheza na kina Amadi Diallo wa Manchester United. Mtu ambaye yuko naye World Cup. Kwa nini hata kama ni wewe usifurahi? Tanzania sio yetu tunajivunia. Hii ni historia tumeenda kuiandika Tanzania. Yanga Afrika imeenda kumtoa mchezaji ambaye anaenda kucheza World Cup. Michuano ambayo hadi Cristiano Ronaldo anashiriki. Wenzetu bado hizo zimebaki tu historia, kwa hawawezi kufanya mambo kama hayo. Kwa hiyo nadhani Yanga Afrika kwa sasa kitu kikubwa ambacho kinazidi kuwasaidia wazidi kuwa juu ni uongozi, na uongozi wenyewe ni huo ina Engineer Harris. Kwa hiyo Engineer Harris anawatendea haki sana wana Yanga, nampongeza kwa hilo. Okay. Jana mmetambulisha kocha mkuu na kocha msaidizi tayari. Wapi wamekuja? Tayari pia pana Patrick Mabedi pale. Unazungumziaje? Unaiona wapi Young Africans kwenye hatua ya makundi pamoja na ligi kuu hapa Tanzania? Cha kwanza namheshimu kocha aliyokuja kwenye klabu yetu na naushukuru uongozi kwa kufanya tathmini kutokana na kocha wetu Romain Folz. Tumeachana naye kwenye games zilizopita baada ya kuwa na mwenendo ambao sio mzuri, lakini uongozi umekaa chini ukatafakari, uko na Yanga Afrika inahitaji kocha wa namna fulani ambaye ataendana na falsafa ya klabu, na Yanga Afrika wameweza kumpata huyo kocha kutoka Ureno. Naamini CV yake ni nzuri na imeonekana jana kwenye page za Yanga Afrika wameposti. Kwa hiyo na imani atafanya vizuri na atatusaidia kuletea ubingwa wetu kwa mara ya 5 tena. Okay. Yamekuwa yakizungumzwa maneno mengi sana kwamba tatizo sio kocha, tatizo ni quality ya wachezaji imeshuka. Hili unalizungumziaje kwa upande wa Yanga? Wao Makushabu FC ndo wanalazimisha kwamba sisi quality yetu ya wachezaji ndio iko chini, lakini chukua mchezaji mmoja mmoja anza kumkompea na kwao. Je, wanafikia quality ya wachezaji wetu? Waanzie golini mpaka pale kwa namba 9. Wachukue mchezaji mmoja waanzie kwa Diara wamweke huyo Kamara wao. Wachukue sijui Mwenda wamchukue sijui nani wa kwao huko. Alafu wakombeno tutajua nani mwenye quality ya wachezaji.
Tukiachana na michuano ya kimataifa kama ulivyozungumza kwamba Simba tayari amepata mtu ambaye ni underdog. Tunakuja kwenye michuano ya hapa Tanzania. Tuzungumze kwa uchache pia naligusia kwa sababu ni watu wa mpira. Tayari Young Africans mmeshadondosha alama 2. Mlipokuwa mnacheza na Mbeya City. Wenzenu wana faida tayari, wana alama 6 na magoli 6. Mwanzo wa ligi unauonaje muendelezo wake huko mbele? Kwanza alama zetu 6 tulizozidondosha hatuna pressure nazo, sababu tunajua Makushabu FC wametushikia pointi zetu 6 na lazima tuje tuziokote. Kwa zile pointi 2 sisi tuna uhakika kabisa kuna sehemu tunakuja kuzichukua. Kwa hiyo sisi haijatuumiza sana pointi 2, wakati tunajua kuna familia kabisa ametushikia pointi zetu, na unapojua Yanga Afrika kishakuja swala la tukio, swala wanahitaji kama walivyokuja Silver Striker, kama walivyokuja Belouizdad, kama walivyokuja TP Mazembe ya kina Maele ile kina Moloko. Umeona? Kama walivyokuja Simba mwisho wa msimu tunalihitaji kombe. Nadhani unaona Yanga Afrika inavyobadilika kuwa Real Madrid. Unaiona Yanga Afrika inavyobadilika kuwa quality. Yanga Afrika inakuwa timu ya viwango. Kwa hiyo pointi 2 tunazidondosha, sina wasiwasi. Naamini Makushabu FC wametushikia pointi zetu na tutazichukua, na ubingwa tutautetea kwa mara ya 5. Yaani Yanga Afrika itachukua kombe mpaka endapo Engineer Hersi atatoka kwenye ule uongozi. Yule mzee nimemnyanyulia mikono juu. Yule mzee ndo ameshika ushindi wa Yanga. Yule mzee ameshika tu ushindi wa Yanga. Yule mzee ndo alifanya soka letu la Tanzania lizidi kwenda mbele na kujulikana na kufahamika hapa nchini. Kwa yule jamaa nadhani hata upande wa pili Makushabu wao wanamtumia yule jamaa kuwapeleka mbali zaidi. Kama hii michuano wanataka kujiona wao wanafika finali, wanafika wapi, wamtumie yule. Hana shida kabisa. Engineer Hersi ni mtu ambaye anajua. Sasa mtu ambaye anakutana na rais wa Paris Saint-Germain, mtu anakutana na Zlatan Ibrahimovic, mtu anakutana na kina Arsene Wenger, anaenda kuchukua experience kubwa ya mpira. Hao ni watu ambao wameshafanya vizuri kwenye Champions League, kwenye Premier League. Umeona? Kwa hiyo naamini Engineer Hersi ni mtu ambao tunatakiwa tumtumie wa Tanzania wote, sio Yanga tu, wa Tanzania wote. Yaani wakati ndio wako kivunjika leo kaenda kwa Engineer Hersi, ana uwezo wa kuitatua. Yaani yule jamaa ana akili ambayo mimi mwenyewe sijawahi kumshuhudia binadamu wa kawaida ana akili kama ile. Yaani Engineer Hersi hata kama video itafika sijawahi kumshuhudia binadamu mwenye akili kama ya kwake. Hata wana Makushabu FC wanaelewa hilo kabisa, kwamba yule jamani quality ya kila Mtanzania. Yaani hata ingewezekana yule angekuwa hata makamu wa rais wa nchi hii, sababu ni mtu ambaye ana experience nzuri sana. Yaani namkubali sana Engineer Hersi kabisa. Bana, kila la heri, tutaonana tena baada ya mchezo. Asante sana.